Zima kwa ujumla wake, bodi ya mikopo kwa mwaka huu inalipia wanafunzi si chini ya Laki2, lakini wakiwemo pia wanafunzi ambao wako hapa NIT. Na moja ya jambo ambalo ningetamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu utupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhusu maboresho makubwa ya miundombinu ya elimu hapa NIT. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafahamu mwaka 2028 itakuwa darasa la 6 na darasa la 7 watajiunga na form 1 wote kwa pamoja. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu ni moja wa wahanga. Wakati tunaingia chuo kikuu cha Dar es Salaam, tulikutana na mfumo wa wale wanafunzi ambao tulikuwa tunakaa mwaka mzima nyumbani na wale ambao walikuwa wanaunganisha. Kwa hiyo ikawa double cohort kati ya wale ambao hawakukaa kabisa nyumbani wakaunganisha na wale ambao tulikaa mwaka mmoja nyumbani. Tukiwa tunasoma pale Nkuruma, na lecture hour ilikuwa ni moja tu. Ilikuwa ni saa moja lecture ilikuwa imekwisha. Wanafunzi nakumbuka tulikuwa tunasomea nje. Wengine wanasoma ndani, wengine nje. Halafu wakati fulani lecture nyingine inapatikana kule engineering, lecture nyingine inapatikana Yombo. Moja ni saa 5, nyingine ni saa 6. Unatoka engineering unakimbia mbio, ukifika kule dakika 10 zimekatika na unasomea nje. Na wakati ule Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata Kiingereza ukisikii vizuri. Profesa ameshapiga lecture na tayari muda unaofuata kuna mtihani. Hoja yangu ya msingi nataka kuisema kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshuhudia mageuzi makubwa sana ya uboreshaji miundombinu ya elimu ya vyuo vikuu. Na hapa NIT kwa mfano mdogo tu, yamejengwa mabweni Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa bilioni 13.9. Mabweni ambayo yanachukua wanafunzi zaidi ya 1000. Hiyo tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais, na ningeliomba ndugu zangu wote tupige makofi mengi kwa sababu ya uwekezaji huu mkubwa. Maana halisi ya mabweni Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hawa inawezekana wasifahamu. Mimi nakumbuka wakati tunasoma hapo chuo kikuu pia, hostel ya Mabibo tulikuwa tunalala kitanda kimoja watu 4. Kitanda kimoja. Sasa unaweza kujiuliza tunalalaje, kwa sababu hata mathematically haiendi vizuri. Tulikuwa tunalala kwa zamu. Wengine wanalala saa 1 wanaamka saa 6, na wengine wanalala saa 6 wanaamka saa 12. Hawa wakiamka hawa wanasoma, hawa wanaposoma hawa wanalala. Lakini leo hii serikali imefanya uwekezaji ambao ni mkubwa, na lazima turudie tena kupiga makofi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndege mara nyingi tukiziona zinaruka angani, tulikuwa tunadhani watu wanaorusha ndege hizo labda wamezaliwa Ulaya au mahali pengine. Lakini leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu,